الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، في مجلس tutaita kwa jina kubainisha baadhi ya maneno yaliyopo katika sauti ya al-Madsus Mumayyi Abi Muhammad Hasnu Zinjibari al-labis libas as-salafi zura. Tabainisha baadhi ya maneno yaliyopo katika sauti ya huyu bwana ambaye ni Madsus Mumayyi usuli da'wati salafia, ni kuilegeza misingi ya dawa hii salafia kwa talbisati zake zisizokuwa na ilmu ndani yake, aliyevaa kwa muda mrefu vazi la usalafi zuran kwa uongo. Kwa hakika tunapaswa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala hifadhi kutokana na fitan na al-hawri ba'da al-kawn. Kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala hifadhi na kinga kutokana na kubadilika baada ya kuwa katika msimamo, kuingia katika maasi baada ya kuwa katika taa, kuingia katika bid'a na uhizbia baada ya kuwa katika sunna na salafia. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akijikinga na jambo hili na akawa anasema maneno anapokuwa safarini, kama alivyotaja Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika hadithi ya Abdullah ibn Sarjas قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون. Abdullah ibn Sarjas anasema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kila anaposafiri anataka kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akiomba hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na wa'tha as-safar, shida na tabu za safarini au za safari, wa kaabati al-munqalab, lakini pia alikuwa akiomba kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na mabadiliko ya kurejea, familia yako imebadilika au wewe mwenyewe ukabadilika na mfano wake. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba hifadhi kutokana na kaabati al-munqalab wal hawri ba'da al-kawn, na alikuwa akiomba kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala pia kutokana na kubadilika baada ya kuwa katika taa, kurudi nyuma baada ya kuwa umesongea mbele katika taa, kurudi kwenye maasi baada ya kuwa katika taa, au ukaingia katika bid'a baada ya kuwa katika sunna, uingia katika hizbia baada ya kuwa katika salafia, jambo ambalo tutakana sisi tukithirisha sana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumwambia Allah, Allahumma innana na'udhu bika wa inna na'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawn. Hakuna kitu kibaya kama
kubadilika katika dini ya mtu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema akimwambia Hudhaifa bin Yaman, ausini, niusie. Hudhaifa akamwambia, inna ad-dhalala haqqa ad-dhalala au inna ad-dhalalata haqqu ad-dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wat-talawun fi dinillahi. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في السنن. Hudhaifa akamwambia, hakika ilivyo dhalala ya kweli ni wewe ukaya kubali yale ambayo ulikuwa unayakataa, na ukayakataa yale ambayo ulikuwa unayakubali. Alafu akasema, wa iyyaka watalawuna fi dinillahi ta'ala, tahadhari ile wako wewe Abdullah na watu wengine pia, nasaha kwa umma na kubadilika katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jana Abu Muhammad Hasnu alikuwa anaona kwamba Muhammad al-Imam na watu wake ni katika watu wa bid'a. Leo anaona tena katika watu wa sunna. inna dhalalata haqqa dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka watalawuna fi dinillah. Kwa muda wote aliokaa na masalafu zikitokea fitan kuanzia miaka hiyo 2010 wakikaa vikao vya kunakishiana na kubainisha hali za watu hawa wa Muhammad al-Imam, naye yupo na masalafu. Leo anadhihirisha kinyume chake. La shaka hii ni intikasa, na kama alikuwa mundas amejificha, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amemdhihirisha, imefika wakati wake wa kudhihirika. La shaka itakuwa hivyo, na ndivyo ilivyo katika sunna za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ambaye atajificha kwenye manhaji hii kiuongo, Allah subhanahu wa ta'ala atadhihirisha tu hali yake. Na sisi tunafahamu wako vijana wengi wana mrengo kama wake, wako na masalafi kwenye kadhia zote, hasa kadhia hii ya Muhammad al-Imam, lakini si wa kweli. Wako na Muhammad al-Imam, wanangojea ifike wakati ili wadhihirishe yale ambayo wako nayo. Wako baadhi ya vijana ikifika wakati kuwataja tutawasema, na vijana wengi waliotokea katika markazi ya Fuyushi, sisi tunafahamu wengi wanaishi katika hii dawa makran, wanaishi katika hii dawa kwa vitimbi, wala si wa kweli. Wengi wao wako hivyo, lakini fitan huwa zinawadhihirisha watu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbara. Sunna ya Allah ta'ala kuwatahini watu, na mimi ninaamini fika yako ambayo Allah amemtahini nayo Abu Muhammad Hasnu wa Zinjibari, mpaka akayatoa ambayo yako katika kifua chake kwa muda mrefu. Mimi ninaamini hivi. Allah subhanahu wa ta'ala yabtali ibadahu,
Allah ana sunna ya kuwatahini waja wake, na lengo ni kuwadhihirisha wale ambao ni wakweli na ambao si wakweli, wale ambao walikuwa wanaishi katika hii dawa makran wakidai usalafi zuran, wale ambao walikuwa ni majasusin, Allah atawadhihirisha kwa fitna na mitihani. Wale ambao walikuwa wanachuki dhidi ya dawa na mashehe wake, Allah atawadhihirisha kwa mitihani na fitna. Ndio maana akasema pia, am hasibitum an tutraku wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum. Pia akasema, ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, al-aya. Lakini pia akasema, alif lam mim hasiba an-nasu yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Allah subhanahu wa ta'ala anawatahini watu ili kupambanuka wa kweli katika misimamo yao na wale ambao walikuwa wanaishi kwa uongo katika madai yao. Alhamdulillah, Allah ta'ala amemdhihirisha huyu madusus Umayyi Muhammad Abu Muhammad Hasnu Zinjibari, ambaye alikuwa ameishi katika dawa hii kwa muda mrefu, ambaye akawa ni madusus kwa muda mrefu. Allah amemdhihirisha baada ya mitihani mingi ambayo imepita. Alamatu Rabi ibn Hadi al-Madkhali anasema, kama ilivyo katika نفحات الهدى والإيمان أو كمرحبا يا طالب العلم أو مرحبا يا طالب العلم، أنا سمع رحمه الله تعالى رحمة واسعة، السلف المزيف تظهره الفتن وتكشف حقيقته وتكشف زيفه. صدق الشيخ رحمه الله. أسمى السلفي المزيف، سلفي فكي استمذهريش يا فتنة، سلفي فكي استمذهريش يا فتنة، وتكشف حقيقته، نفتنا زتظهريش uhalisia wake، وتكشف زيفه، na fitani zitadhihirisha ufeki wake katika kulazimiana na hii da'wa na mashekhe wake. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala amemdhihirisha huyu. Ni madhara kwake wala si kwetu. Sasa katika sauti yake aliyetoa imekatwa kipande kikarushwa, nitawasikilizisha hapa ili msikie maneno yake anasemaje. Sasa wakatokezea wanachuoni wengine katika maulama wa dawa hii, da'watu salafia, wao wakampa udhuru Sheikh Muhammad al-Imam, wakasema kutokana na hali za Yaman, kutokana na mazingira ya Yaman, basi yeye ni mtu ambaye anapewa udhuru katika mweko huo. Sasa hapa pakatokezea mchanganyiko au pakatokezea mgongano. Kwa hiyo hawa wakatoa hawa katika da'watu salafia na hawa wakatoa hawa katika da'watu salafia, na hali ya kuwa misingi ya da'watu salafia iko wazi, inajulikana, na ukisoma misingi ya da'watu salafia na ukaidurusu vizuri misingi ya da'watu salafia, utakuta hao hawajatoka katika misingi ya da'watu salafia wala hao hawajatoka katika misingi ya da'watu salafia. Ndio nimesikia maneno yake kuanzia mwanzo mpaka alipofika kwamba hawa, ukisoma misingi ya da'watu salafia utakuta kwamba hawa hawatoki katika da'watu salafia na hawa hawatoki katika da'watu salafia. Wale mkubali Muhammad al-Imam hawatoki katika da'watu salafia, na ambao hawamkubali hawatoki katika misingi ya da'watu salafia.
maneno haya ni maneno ya uongo yasiyo na ilmu, bali kwa lugha nyingine tusema hajielewi na haelewi anachoongea. Ni misingi gani ambayo inawabakisha wao katika dawa salafia? Au tumuulize ni misingi ipi ambayo itawabakisha nyinyi katika dawa salafia? Hebu itaje hiyo misingi. Labda bwana sisi tumebaki kwenye dawa salafia kwa sababu ya msingi huu na huu na huu, na kilichotajwa hiki hakithibiti kwetu sisi kuwa ni watu wa bid'a au ni wazushi au ni mahizbi, kwa sababu sisi tunafahamu kwamba misingi ya dawa salafia inakariri kwamba atakayemtetea mtu wa bid'a ambaye bid'a yake imebainika na akatajwa na ulama kwa yeye ni katika watu wa bid'a, atakayemtetea huyo ni katika watu wa bid'a. Sasa huo msingi unaosema wewe au hiyo misingi unaosema kwamba ukidurusu misingi ya dawa salafia, ukaisoma misingi ya dawa salafia, utakuta kwamba hawa hawatoki katika dawa salafia na hawa hawatoki katika dawa salafia. Uongo, ni maneno yasiyo na elimu ya mtu asiyejielewa. Al-Imam Abu Daud as-Sijistani rahimahullah ta'ala, kama ilivyo katika tabaqat, asema qultu li Ahmad, ilimwambia Imam Ahmad, ara rajulan min ahli sunna ma sahibi bid'ah, mimi bwana naona mtu wa sunna nasubiana na mtu wa bid'ah, atruku kalamahu, je niache kuongea naye? Akamwambia la, watulimuhu, kwanza mfahamishe ana rajula alladhi ma'aka sahibu bid'ah, kama mtu ulikuwa naye ni mtu wa bid'ah, mwambie huyo sunni anayesubiana na mtu wa bid'ah, si anamtetea, anasubiana na mtu wa bid'ah, kwamba fulani unayetembea naye ni mtu wa bid'ah. Fa in qabila wa illa fa alhiqhu bihi, akikubali sawa, mzingatieni sunni, endelea kuzungumza naye, la sivyo muunganishe naye mtu huyo mtu wa bid'ah, kwa maana yeye atakuwa watu wa bid'ah. Al-Allama Mahmud bin Abdullah Tuwaijiri rahimahullah ta'ala katika al-Qawl al-Baligh alipotaja kauli hii ya Ahmad asema, hadhihi riwaya عن الإمام ينبغي تطبيقها على الذين يمدحون التبليغيين. maneno haya yanabidi pia yatabikishwe kwa wale ambao wanawasifu tablighi na wanawatetea tablighi. Faman kana alima minhum, yule ambaye atakuwa anajua katika wao kwamba tablighi ni katika watu wa bid'ah, alafu akaanza kuwatetea na kuwapa udhuru, basi huyu ni katika wao na ni katika watu wa bid'ah. Sisi kwa maneno ya ulama ambao wanarusuh kwenye masala ya jarh na ta'dil, tumepokea habari kwamba na tumesoma maneno tangu hapo awali, Muhammad al-Imam ni mtu wa bid'ah na inapaswa kutahadhari naye na watu wake. Kumkumbatia Muhammad al-Imam na watu wake ni kuwakumbatia watu wa bid'ah. Sisi tunafahamu hivyo. Kwa mujibu wa maneno haya na misingi ya dawa salafia yenyewe iliyotajwa na ulama, si kama wanaozungumza wewe kwamba ukidurusu misingi ya dawa salafia, ukisoma misingi ya dawa salafia, misingi gani hiyo ambayo ukisoma inakubakisheni nyinyi katika dawa salafia? Ni misingi gani hiyo? Au unaongea vitu usivyoelewa, unazungumza vitu ambavyo huvielewi? Bila shaka ni hivyo.
na ndicho kinachoonekana katika sauti yako. Unaongea vitu ambavyo huvielewi, maneno yajirudia hujielewi, yani huelewi unachokiongea. Maulama wa ahli sunna katika vitabu vyao vya sunna wameandika msingi huu. Kina al-Imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah ta'ala katika aqidatu salaf ashabu al-hadith, kina al-Imam al-Qahtani na wengine kama ulama wa ahli sunna walioandika kutubu za sunna wameandika msingi huu. Al-Qahtani anasema la yashabu al-bid'i illa mithlahu tahta ad-dukhan ta'ajjuj an-niran, hakuna anasubiana na mtu bid'a isipokuwa ni mfano wake. Hakuna anasubiana na mtu bid'a, si kumtetea. Sasa je, vipi nyinyi mumtetea Muhammad al-Imam ambaye amezungumzwa kwa hujja na dalili kwamba yeye ameingia katika bid'a na yeye ni mtu wa bid'a, na ni wajibu kutahadhari naye na watu wake. Ibn Aun anasema ma yujalis ahli al-bid'a ashaddu alaina minhum, anakana watu wa bid'a ni mbaya juu yetu kuliko wao watu wa bid'a wenyewe. Je, vipi nyinyi mwawatetea? Hii ndio misingi iliyotajwa na ahli ilmu, misingi ya dawa salafia. Alama Ibn Baz rahimahullah katika sharh ya kitabu cha Fadhl al-Islam anasema alladhi yuthni ala ahli al-bid'ah wa yamdahuhum, ambaye anawasifu watu wa bid'ah na anawatetea watu wa bid'ah, huwa da'i lahum, huyo ana walingania watu wakamsikilize yeye. Yad'u lahum la shakka annahu ya'khudhu hukmahum, hakuna shaka kwamba huyo atachukua hukumu yao. Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala anathibitisha kwamba ambaye anawasifu watu wa bid'ah na kuwatetea watu wa bid'ah, huyo atachukua hukumu yao. Atachukua hukumu yao katika pande gani? Kwamba yeye ni katika watu wa bid'ah. Hii ndio misingi ya dawa salafia tunayojua sisi walioizungumza maulama, sio haya maneno unayarusha wewe yasiyokuwa na elimu ndani yake, yasiyokuwa na hujja ndani yake, maneno ya mtu asiyejielewa. Na ndio kwa sababu hiyo ukitizama maneno ya Yahya an-Najmi rahimahullah, Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullah ta'ala katika hiwari ma al-Halabi asema wa man athna ala al-Maghrawi baada an alima nazghatahu al-kharijiyya yajibu an yulhaqa bihi, na ambaye atamsifu al-Maghrawi baada ya kujua chembe chembe zake za ukharijia, huyu inapaswa na ni wajibu aunganishwe na al-Maghrawi. Yajibu an yulhaqa bihi, inabidi aunganishwe na Maghrawi. Wala a'lamu ahadan min ahli as-sunnati al-ma'rufin sayatawaqqafu an ilhaqihi bihi, na wala sijui yoyote katika ahli sunna wanaojulikanwa anaweza kutawakafu akastop kunako kumuunganisha anayemsifu al-Maghrawi na Maghrawi kama naye ni katika watu wa bid'ah. Hivi ndivyo ambavyo maulama wanazungumza. Ikiwa ahlul ilm wamezungumza fulani ni mtu wa bid'ah, tahadharini naye, alafu wewe ukaja ukasema kwamba hana shida na ukamsifu ukamtetea, wewe utachukua hukumu yake. Wewe utachukua hukumu ya huyo mtu na wewe utakuwa ni bid'i. Kwa maana kama Muhammad al-Imam ni katika watu wa bid'ah kwa maneno ya ulama, na wewe utachukua hukumu yake, na wewe ni katika hao watu wa bid'ah, ni katika hao mahizbi. Haya ndio maneno ya ulama yaliyosimama kwenye ilmu thabiti na kwenye misingi ya dawa salafia.